na Jirongo kusema kweli alikuwa rafiki ya mzee baba yangu Malulu Njendi ambaye aliyefariki, mheshimiwa mbunge wa Malava constituency. Na kwa niaba ya watu wa Malava pia tungependa kusema kwa pole kwa familia ya Jirongo na pole kwa watu ambao Jirongo alikuwa anaongoza ama naamini Jirongo kama kiongozi. Sasa mimi kibinafsi hii kifo imenipata na mshtuko sana. Kumpoteza mzee alafu kumpoteza Jirongo, marafiki wa karibu, ni kitu ya kushtuka na ni kitu ya kuhuzunisha. Mheshimiwa Ryan Njendi, kwanza Kenya imempoteza kiongozi shupavu sana kutoka kaunti ya Kakamega. Wewe kama kiongozi kutoka eneo hilo, sijui umauti huu ulikupataje na unaweza sema nini kuhusu kifo cha Mheshimiwa Jirongo? Asante sana. Kwa majina naitwa Ryan Njendi Malulu. Ningependa kwanza kusema pole sana kwa familia ya Mheshimiwa Jirongo. Kifo hiki kweli kilinipata na mshtuko kama vile Wakenya wengine wamekuwa na mshtuko kwa kuambatana na kifo hiki. Na Jirongo kusema kweli alikuwa rafiki ya mzee baba yangu Malulu Njendi ambaye aliyefariki, mheshimiwa mbunge wa Malava constituency. Na kwa niaba ya watu wa Malava pia tungependa kusema kwa pole kwa familia ya Jirongo na pole kwa watu ambao Jirongo alikuwa anaongoza ama naamini Jirongo kama kiongozi. Sasa mimi kibinafsi hii kifo imenipata na mshtuko sana. Kumpoteza mzee alafu kumpoteza Jirongo, marafiki wa karibu, ni kitu ya kushtuka na ni kitu ya kuhuzunisha. Ndio. Mheshimiwa, wewe najua unatokea Malava lakini ni waida Kakamega County. Sijui kifo chake labda kimeacha pengo gani katika kaunti hiyo? Kifo cha Jirongo kimeacha pengo kubwa kwa vile mnavyojua Jirongo alikuwa kiongozi ambaye alikuwa amekita mizizi sana na alikuwa ameamua kusimama urais. Unajua ukipata mtu ameamua kusimama urais katika tajriba kama ile, unajua kwa alikuwa kiongozi ambaye alikuwa ameshatembea kabisa, amejulikana Kenya mzima, na siasa yake ilikuwa siasa ya kuleta maridhiano, ya kuleta watu pamoja. So hii imekuwa pigo kubwa sana hasa kwa watu wa Kakamega County, watu wa Western, kwa vile huyu Jirongo ukiangalia hata kwa mitandao video zake mara mingi watu anasema anaita anajaribu kuleta watu wa Mlembe pamoja, kwa vile vile unaona sasa hatuko vile na ile umoja. Lakini naomba hii kifo ya Jirongo iweze kufungua macho sisi watu wa Western, iweze kufungua macho viongozi ambao tuko kule, wao viongozi wale wako mbele, kina mheshimiwa Mudavadi, mheshimiwa Oparanya, mheshimiwa Wetangula, na pia bila kumsahau huyu Watawe, gavana wa Trans Nzoia anatembea. Tukishikana pamoja tuwe kitu kimoja, in memory of Jirongo, itakuwa kitu mzuri sana. 2027 tuende kama tukua kitu moja. Hiyo ndo kitu ambacho naomba, kwa vile Jirongo alikuwa kiongozi ambaye amefanya kazi sana. Kwanza siasa 1992 alikuwa na miaka 31. It is such an encouragement to me personally. Ni mtu ambaye ananipatia himizo, kwa vile alianza siasa kama kwa 31, alizaliwa 1961, akaanza siasa 1992. So ukipigia hesabu hizo ni 31 years. Alianza kama kwa siasa, mimi mwenyewe niko 34 nikianza hii kazi. So unaona huyu amekuwa mtu ambaye alikuwa mfano bora sana kwangu. Yes. Labda la mwisho, najua wewe ni mwanasiasa lakini mwanadiplomasia vile vile. Ningependa kuuliza sijui ni lesson gani ama ni nini umesoma katika maisha ya Mheshimiwa Jirongo? Kitu ambacho nimesoma, kitu ya kwanza, hii kazi ambayo nilipata South Africa. Nilipopata kazi hiyo, baadhi ya viongozi wa kwanza, Jirongo alikuwa mtu wa kwanza kunipigia simu kuniambia, Ryan, kijana rafiki yangu, enda ufanye kazi, tendea wa Kenya kazi, kwa vile hiyo kazi nitakufungulia mlango ya kufanya vitu zingine. So kutokana na uongozi wa Jirongo na kutokana na kifo hiki cha Jirongo, ni kuambia tu wa Kenya kwamba hii maisha huwezi jua mambo ya kesho. Ni wewe uishi vizuri vile Jirongo anasikia mtu anampa sifa. Alikuwa mtu ambaye alikuwa generous, alikuwa mtu anaweza kupeana. So uishi maisha mazuri, uweze kufurahia. Jirongo alikuwa mtu wa kufurahia. Na tuweze kisiasa, tusiwe watu wa kulumbana. Unaona yeye mwenyewe alikuwa ametoka alikuwa hayuko active in politics, lakini unaona anapata na kina Wetangula, bado kuna ushawishi kwa watu kama kina Wetangula, kuna ushawishi kwa watu ambao wakina Fred Gumo, hawa marafiki wa dhati. So inanionyesha kuwa tenda wema nenda zako. Kwangu naona huyu Jirongo ametenda wema na ameenda zake, na tutamkumbuka kabisa huyu kiongozi. Tumalizie, najua tunaingia msimu wa Krismasi, hata ingawa mnaomboleza, sijui wana Malava ungewaambia nini? Wana Malava ningesihi ya kwamba wakati wa Krismasi tuwe waangalifu katika barabara sana, kwa vile wakati huu watu wanasafiri sana. Tujikinge, tuweze kusherekea kuzaliwa kwa Yesu vizuri,
na tuweze kuvuka mwaka kwa njia mzuri. Na pia kama sijasahau watu wa Malava, niko na tournament tarehe 26 mwezi wa Disemba, na wakaribisha nyote in memory of the late Malulu Injendi. Alikuwa na uzoefu kufanya michezo siku hiyo ya Boxing Day, badala ya siku kupita hivyo. Mimi pia nimeamua ile mambo mzee kwa anafanya cha niendeleze. Sasa siku hiyo pia ukisikia umechoka kwa nyumba, una shughuli ya kufanya tarehe 26, na kwamba ukaribie pale Malava Primary kwa michezo ambazo nitakuwa napanga na iendelea. Na kando na hayo, jumbani ile kidogo tutakuwa nayo, tutaweza kula pamoja msimu huu wa Christmas, kwa vile huu ni msimu wa kuweza kushare, kuweza kukula pamoja na kukaa pamoja kama jamii. Christmas njema watu wa Malava, na Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa.